Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Manyuzi TV, ni kukaribishe tena kwenye dondoo za kimichezo kutoka hapa. Macho yote kwa wananchi ni siku ya kesho ya Januari 31, 2026 katika dimba la New Amani Complex Zanzibar majira ya saa 10 jioni katika mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika CAF kati ya Young African Sports Club ya Tanzania dhidi ya Al Ahly ya nchini Misri. Na mpaka sasa tunavyozungumza, kikosi cha Al Ahly cha nchini Misri kimeshatua tayari nchini Tanzania na tayari kipo katika visiwa vya Zanzibar. Timu ya Yanga inaenda katika mchezo wake siku ya kesho, huku ikiwa na kumbukumbu ya kupoteza mchezo wake wa mwisho alipocheza na Al Ahly ya nchini Misri na kufungwa mabao 2-0 na kumsogeza Al Ahly katika kuongoza kundi kwenye msimamo wa kundi B, nafasi ya pili akishika Young African Sports Club. Sasa habari kubwa kuelekea mchezo wa kesho ni juu ya mshambuliaji wa klabu ya Al Ahly anaitwa Imam Ashur, ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana katika mchezo uliopita wa raundi ya 3 Young African kupoteza wakiwa nchini kwao Misri. Inasemekana hajasafiri kuja nchini Tanzania kujiunga na kikosi chake kikitokea nchini Misri ili kucheza na Young African Sports Club katika mchezo wao wa marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Taarifa zinasema kwamba kutokana na utovu wa nidhamu aliyouonyesha katika klabu hiyo, uongozi wa klabu umeamua kuto kumjumuisha katika kikosi ambacho kitatua nchini Tanzania ili kucheza mchezo wa marudiano dhidi ya Young African, na amepewa adhabu ya kulipa faini ya takriban dola 200,000 ambayo ni faini kubwa kuwahi kutokea kwa mchezaji kupewa pindi ambapo atakuwa ameleta utovu wa nidhamu katika klabu. Hapa bwana, inaonyesha kosa alilofanya ni kubwa. Licha ya kwamba msamaha, amenukuliwa akisema hakukusudia kumkwaza mtu yoyote na anaomba radhi, anaomba arudishwe katika kikosi. Lakini klabu hiyo haijatoa msimamo wake rasmi kwa sasa, ikielekeza focus yake katika mchezo unaofuata wa Young Africans versus Al Ahly ambao utachezwa hapo kesho. Kutokana na hilo la Al Ahly kumkosa mshambuliaji wao Imam Ashur, upande wa wapinzani wao wa Al Ahly Young African Sports Club ni kama neema hivi kwa mashabiki na viongozi wa klabu hiyo. Kwa nyakati tofauti wameonekana wakionyesha hisia zao baada ya kuthibitisha taarifa hiyo ya kumkosa Imam Ashur katika kikosi ambacho kimeshuka Tanzania kukabiliana na Young African katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika hapo kesho. Huyu hapa afisa habari na msemaji wa klabu ya soka Young African Sports Club Ali Kamwe akizungumzia kuhusiana na hilo. Kwanza mimi nilikuwa siamini, unajua. Hata Al Ahly walipopost bado nikawa siamini. Walipost Kiarabu, nikaenda kukitranslate, kinapanda kile. Nikakitranslate. Imam Ashur hivi na hivi na hivi. Nikawa siamini. Mbona kama wanataka kuchezea mchezo? Unaelewa? Mambo ya kombolela. Unajua mambo kombolela? Baba kabutua huko, kama msubiri kwanza. Leo nimethibitisha Imam Ashur hayupo Zanzibar. Nimethibitisha Imam Ashur hayupo Zanzibar. Nimethibitisha. Sasa kumkosa yule ni yule mnafiki. Mimi kama shabiki tu wa Yanga. Sijui mwalimu yeye ameonaje, ila mimi kama shabiki wa Yanga zile bleach ni za moto. Kwa hiyo kumkosa Imam Ashur, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hatujui na matatizo gani. Kama matatizo ni makubwa sana ya kiafya, Mwenyezi Mungu ampe uponyaji wa haraka. Kachelewa ndege. Atajua sasa mwenyewe. Ila hiyo kutokuwepo Zanzibar, sisi angalau tumesema alhamdulillah. Kama kuna mtu sasa dua, sisi hatuombi dua kwa mtu apate mabaya. Tunaomba dua timu yetu ifanye vizuri. Sasa Mungu ana namna ya kujibu. Mungu ana namna yake. Unaweza ukaomba leo hela, kesho Mungu anakupeleka jela. Kumbe wewe tajiri kafungwa, kutoka kufungwe naye ili upate hela. Sasa unaweza kulalamika Mungu na masema mazuri umenipeleka jela. Kumbe kuna tajiri yuko jela, watokea. Imekuwa ni neema kubwa sana kwa klabu ya soka ya Young African Sports Club kwa sababu mchezo huu ni muhimu sana ili kupata alama zitakazoweza kumsogeza mbele, kumhakikishia nafasi nzuri ya kusonga kuelekea katika hatua ya 16 bora. Young African imejiandaa kikamilifu kuikabili Al Ahly. Wameonekana pia wachezaji wa klabu hiyo wakiendelea kufanya mazoezi yake ya mwisho leo, na ameonekana pia mchezaji ambaye mara ya mwisho alipata majeraha katika mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji na kukimbizwa hospitali kutokana na majeraha kuwa makubwa.
anayetambulika kama Kibwana Shomari ameonekana pia akifanya mazoezi na kikosi cha Young African kujiandaa kwa ajili ya mchezo wa siku ya kesho kuikabili Al Ahly ya nchini Misri katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika CAF. Bwana, kila laheri kwa klabu ya soka ya Young African Sports Club katika mchezo wake wa siku ya kesho dhidi ya Al Ahly, na mchezo mwingine wa ligi ya mabingwa barani Afrika utachezwa siku ya kesho kutwa, Simba Sports Club dhidi ya Esperance de Tunisia nchini Tunisia katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane baadaye.